Mwenyezi Mungu anamrehemu mzazi, anampenda mzazi ambaye anamsaidia mwanawe juu ya suala la kumfanyia wema baba yake. Hii ni falsafa ya hali ya juu sana. Aid alhaditha maratan ukhra. Rahima Allahu walidan aana waladahu ala birri. Mwenyezi Mungu anampenda mzazi, anamrehemu mzazi, anampa huruma zake mzazi ambaye anamsaidia mwanawe na kumpa njia za kumfanyia wema baba yake. Yani unapotengeza maadili ya mwanao, unaandaa mazingira ya wewe mwenyewe baba kufanyiwa ihsani na wema na huyo mtoto. Tunafahamiana? Yani anamsikitikia mtoto wake kwa njia moja au nyingine, kile anajitengezea mazingira ya kutengeza mtoto. Ndio maana Mtume anasema idha mata ibn adam anqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Katika kifo kuna katika kila kitu, lakini mambo matatu yanabaki. Moja, mtoto mzuri, mtoto mwema anayemuombea mzazi wake. Si hapo tayari ameshamtengeza mtoto namna ya kumfanyia ihsani. Kila akikaa sema rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Naamini kuna baadhi ya wazazi walishakufa miaka 10, hata siku moja mtoto hakumbuki kusema Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna. Lakini wapo utasikia kila wakati tunafanya hichi kwa sababu ya baba yetu marehemu, kwa sababu ya mama yetu marehemu, tunaomba thawabu zake zimfikie, tunamwombea dua, tunafanya hiyo. Wanamkumbuka. Na ikija minasabati kama hii ya Ramadhani, mama, baba, Ramadhani ya 10 sasa hivi hatuko pamoja, wanakumbuka. Wewe unafikiria ingekuwa anapigwa bakora huyu kila siku anamkumbuka huyu mzee?